Sasa tuzungumzie hiki kituo cha wazee. Ni kituo cha kulelea wazee au ni kituo cha kutunza wazee? Swali zuri sana. Tumejaribu sana kutoa elimu, lakini tutaendelea kutoa elimu na zaidi, na nikushukuru sana sana kwa kutupa fursa hii, kwa sababu hizi ndio fursa zinatusaidia watu kuelewa tunapoongelea Petra Elderly Center ni nini au kituo cha wazee cha Petra. Mara nyingi nafikiri ni ile jina unaposema kituo cha wazee. Kwa hiyo kinachokuja kwenye akili ya kwanza ya msikilizaji anajua ni kituo cha kuwachukua wazee na kuwalea. Ni moja ya madhumuni. Madhumuni ya Petra ni matatu. Cha kwanza ni hiyo ni kutoa matunzo bora kwa wazee, na tunaposema matunzo bora kwa wazee ndio hiyo itakuwepo makazi, lakini tutaweza kuwatunza majumbani, kwenda kuwafata wanaohitaji. Tutaweza kuwafundisha watu ambao wataenda kuwatunza wazee wao majumbani, na kikubwa pale ni kuhakikisha kwamba wazee anatunzwa kiakili, kiafya, kimwili, kisaikolojia. Kuna wengine wanahitaji mazoezi, physiotherapy. Tutakuwa na kituo cha afya pia na hicho kituo cha physiotherapy. Kwa hiyo ndo dhumuni la kwanza la kwamba ni kuwatunza, kutoa matunzo bora kwenye kituo, lakini na nje ya kituo kwa wale watakaohitaji. Hata kwenye kituo sio lazima mtu akae muda wote. Tutakuwa na capacity ya kuchukua kwa kuanzia kama watu 50 ambao watakuwa naishi pale, lakini mwingine anaweza kusema mimi nataka mzee wangu akae hapa wiki moja, nimebanwa, ninaenda vacation pengine. Vijana, maisha yako hayaishi pamoja na kumtunza mzee, lakini maisha yako yanaendelea, au ni mna mkutano mbali, kwa hiyo namlenda, kuna nafasi ya wiki moja anakuja pale tunamtunza. Wanaokaa pale permanently, lakini mazingira katika hii component ya kwanza tunataka yawe ni mazingira ya nyumbani na ya kijamii. Kwa hiyo tuna integrate na community ya pale. Na eneo hilo. Na eneo hilo. Haitakuwa kama hostel au kama shule au hapana, yani tunataka ile jamii ya pale tunakuwa pamoja nao. Hivi tunavyosema tulizindua msikiti tarehe 22 mwezi wa 5. Tayari wanakuja kutumia msikiti. Pamoja na kwamba wazee hawajaanza kuishi. Na wazee wakianza kuishi watatumia. Tutaweka pia eneo la kuabudu la Kikristo. Kwa hiyo ile tu wazee kuja pale, sasa hivi kama anavyoongea madrasa imeanza. Kwa hiyo wale wazee ambao wana imani hiyo wataweza kucheza na wale watoto. Lakini tunaweka maeneo ya burudani. Kwa hiyo tunataka maeneo ya burudani pale, kama wewe una mzee wako pale, itengenezwe vizuri, kuna labda swimming pool, kuna michezo midogo midogo. Wale watoto nyumbani ndio wawe wa kwanza, baba tupeleke kwa babu. Kwa hiyo na yule babu akija, hata kama hatacheza na wale wajukuu zake wenyewe, lakini wale watakuja pale atakuwa anacheza nao. Kwa hiyo inakuwa ni eneo la anakaa, lakini ni eneo ambalo anaburudika. Kutakuwa na library, kwa hiyo library kama anapenda kusoma ataenda asome. Kutakuwa na tunaweka kama shughuli ndogo ndogo za mikono, ukulima, ufugaji, michezo nishataja, michezo itakuwepo. Kwa hiyo ile inamfanya kwamba yule mzee ambaye kwanza ni kwa ajili chakula, tuhakikishe kwamba wanapata chakula bora, lakini anaweza mzee anataka kwenda kufanya hivi vikazi vidogo vidogo, na ndio hicho watu wazee wanaotaka wanachokililia kwamba ukinileta mimi mjini nakaa tu. Kwa hiyo akili yangu imelala, nguvu zangu nina nguvu lakini siwezi kufanya chochote. Kwa mnajaribu kutumia uwezo wake wote ambao na uzoefu wake wote usipotee kwa kukaa tu nyumbani. Hiyo sasa ni component ya pili. Hiyo sana muongelea yule atakaye pale, atakuwa anakaa pale kituoni, kwamba atakaa, ataishi, lakini lazima achangamke. Lazima awe na activity. Lazima ajisikie bado na mimi nathaminiwa katika jamii. Kwa hiyo ni component ya kwanza, kwa atakayekaa pale. Lakini component ya pili, na ndio kubwa zaidi, ambayo ndio nataka watu waelewe zaidi, ni component ya kutumia maarifa na uzoefu wa wazee. Hii ndio component ambayo tumeona ni gap kubwa sana kwenye society. Hii ya kuwatunza ipo, lakini hii ni kubwa sana. Mzee akistaafu, kama mimi sasa, na mimi ni mzee ingawaje hili swala nimelianza sio baada ya kustaafu. Hii tumefanya utafiti kwa miaka 10 kabla, ndio mpaka kuconclude kwamba kweli kuna hili gap. Mtu akisha staafu umeishia hapo. Ulikuwa katibu mkuu, ulikuwa waziri, ulikuwa mfanyabiashara mkubwa, na wafanyabiashara wanastaafu. Ulikuwa scientist, ulikuwa daktari, ulikuwa nini. Kwa hiyo yale maarifa uliokuwa nayo unakaa hivyo tu nyumbani. Kwa hiyo tunataka kwamba hili ndio component tunaoifanya na serikali, na tunaishukuru sana serikali
kupitia Wizara ya Maendeleo na Jamii tayari tumekwisha kuwa na mazungumzo, kwa sababu wazee ni kundi maalum. Kwa hiyo tutakuwa na programu mbalimbali, wazee wanakuja pale. Kwa mfano hata hii swali ulilotoka kuniuliza kwamba haya yaliyotokea ilikuwaje, wazee wanaweza kuja pale waka brainstorm, nini kilikuta nchi yetu, nini kwa nini imekuwa hivi, nini kinaweza kufanyika. Kwa hiyo wanazungumza wadau mbalimbali, kutoka hawa wastaafu, kutoka serikalini, kutoka sekta binafsi, kutoka taasisi zisizo za serikali, wana engage. Yale yatakayotokana na haya mazungumzo yataendelea kufanyiwa kazi na serikali, yataendelea kufanya kazi na sekta binafsi. Kama tulikuwa ni swala la sekta binafsi, yataendelea kufanyiwa kazi. Kwa hiyo engagement ya wazee kutumia maarifa yao, na ndio hapo nilisema kwamba tuna matarajio yetu ni kwamba tuwe na program 2 kila mwezi ambazo zinawaleta labda wazee 200 kwa mwezi, wanazungumza swala fulani. Wakati ule nimeanza kuongelea, nilikuwa naongelea swala la Vision 2025 kwamba wazee nao wana maarifa, wangeweza kuingia pale. Lakini kuna hii sera ya wazee. Hii sera ya wazee inaweza wakawa wanazungumza inatekelezwaje? Mbona sera ni nzuri sana? Kwa hiyo kama sera ni nzuri sana, ni wapi tunatakiwa tu sukume zaidi? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo pale kutakuwa na hiyo engagement ya wazee. Lakini la tatu ni wazee na vijana. Kwa hiyo tunaleta pamoja, hii tunaita intergenerational engagement, kwamba wazee na maarifa walionao wazee hawa yahamishiwe kwa vizazi vijavyo, kwa sababu mzee ni maktaba. Kwa hiyo ile maktaba usipoitumia, basi akizikwa amekwenda nayo. Kwenye utafiti ambao mmefanya, mmeona kwamba kuna kunyanyapaliwa kwa wazee, yani maanake ukishakuwa mzee unaonekana hautakiwi tena kwenye jamii. Naweza kuita kunyanyapaliwa, lakini mimi naweza nisiseme zaidi kunyanyapaliwa, ni kama vile kusahaulika. Kwa hiyo ni kama vile tu kwamba kumbe mtu akishazeeka watu wanasahau kwamba kumbe huyu naye bado anaweza kutumika. Wako wazee wengi, hasa kituo changu kiko Kerege, kituo chetu Bagamoyo. Kwa hiyo kule pia nimebaini kuna wastaafu wengi sana. Kwa hiyo wastaafu pia wapo, wanaweza kufanya mengi, lakini ile opportunity ya kuchangia inakuwa ni ndogo. Wazee wanatumika, sio kwamba hawatumiki, lakini hawatumiki kwa ukubwa ule ambao wangeweza kutumika. Sasa unakuta saa ingine kulingana na mtu alizoea kwamba anatumika, asipotumika saa ingine sijui nitumie neno gani, saa ingine anaweza pia akakengeuka kwa kukosa tu fursa. Uzee ni umri au ni nguvu? Maanake swali zuri. Kwetu sisi uzee tunauangalia katika umri, lakini sasa umri ndo maana tunasema kwamba kuzeeka sio kukosa thamani, kuzeeka sio kukosa utu, kuzeeka sio kukosa maarifa. Kuzeeka ni umri, lakini bado una nguvu. Kwa hiyo nguvu ile ndo tunataka sasa, ile nguvu, elimu, uzoefu viendelee kutumika. Kwa hiyo uzee, mtu yote uzee anahesabu kama umri, si ndio? Ndo kinadharia uzee ni umri. Uzee ni umri, lakini pia kwa sababu unaona kuna watu pamoja na kuwa tunavyozungumzia uzee ni umri wa kuanzia miaka mingapi? Mimi nahesabia umri wa kuanzia wazee pale wanapostaafu miaka 60 na kuendelea. Maana kuna watu wa miaka 80, miaka 90 na bado wako sharp kabisa na wanafanya kazi kama kawaida. Kabisa. Huu unaonekana kama ni utamaduni zaidi katika mataifa magharibi. Unafahamu kuna hizi elderly homes. Kwetu sisi ni kama jambo jipya. Mlivyokaa na kufanya utafiti na kuzungumza na watu, tuko tayari kweli kufika hapo? Maanake mtu taona kama anaenda kumtelekeza mzazi wake. Ni ukweli, wakati tunaanza ili wazo, watu wachache waliokuwa ukiongea nao walikuwa wanakatisha tamaa, nakwambia haiwezekani. Lakini kadri tulivyoendelea kufanya utafiti, tukabaini kwamba kumbe uhitaji ni mkubwa sana. Ila kutokana na mabadiliko ya dunia uhitaji ni mkubwa, isipokuwa kwamba watu kuna social stigma, sijui Kiswahili ni nini. Kwa hiyo mtu mwingine anakuwa anatamani, lakini anaangalia jirani anasemaje. Lakini sasa cha kushangaza, tulipofanya matangazo, maombi tulioyapata ni mengi sana, mengi ambayo hatujawa tayari. Mtu anakwambia hadithi moja maskini ni ya kusikitisha. Dada mmoja alikuja kuomba
kwamba nataka nimlete mzee wangu, yeye ni maskini dada, anafanya kazi, yuko bize kama nilivyosema, anaishi na mzee wake. Mzee wake alikuwa anahitaji matunzo hususan. Unajua saa nyingine ni mtu anataka kukaa na mzee wake, lakini akaa na mzee wake, mzee yule ni ukifika umri fulani unakuwa na madawa ya kumbe akiondoka dawa hampi, anampeleka kwa daktari, mbona huyu mzee anazidi kudeteriorate? Ndo akaja kugundua kwamba kuna hiyo. Lakini pia kumbe hata wale waliokuwa anawacha nao walikuwa wanamfanyia ukatili wa kisaikolojia, we vipi. Kwa hiyo ile inazidi kumdidimiza. Kwa hiyo akaja kuomba, tukamwambia bado kidogo. Baadaye akasikitika. Baadaye tulipokuwa tukamwona ni mdau wa karibu, tunamfuatilia, vipi mzee anaendeleaje? Tunaendelea, karibu tunafikia, akasema maskini mzee wangu amefariki. Kwa hiyo ni hadithi ya kusikitisha, lakini tumekwisha pata maombi si chini hata ya 50 watu wanaotaka kuja kuwaleta wazee wao kukaa pale. Kwa hiyo hii dhana kwamba ni kitu ambacho sio cha Kitanzania ipo, lakini si kweli. Wapo watu ambao wanataka kufanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri tu elimu ikiendelea na tukitoa mfano, watu wakaona, na kwa sababu sisi hatutaki kumchukua mzee akajisikia mpweke, tunataka mzee akikaa pale afurahi kuliko hata angekaa mahali pengine popote. Kwa hiyo ipo, lakini inaenda ikibadilika. Na wazee wenyewe mmezungumza nao, wako tayari? Kwa sababu kuna hilo pia. Wazee tumezungumza nao tu wengi ambao wanatoa ushuhuda kwamba na hiyo kesho tutakapokuwa na hiyo fundraising, pia tutaonesha testimony za watu mbalimbali ambao wametoa ushuhuda, wakionyesha ni jinsi gani baada ya kustaafu ameona kwamba angeweza kuendelea kutumika, hatumiki. Hii ni component ile ya kutumia maarifa. Wale wa kukaa wanaongelea zaidi ni watoto wao, sio wao, kwa sababu yeye hajapata experience. Kwa hiyo experience yake atakwambia tu kwamba mimi sioni sababu ya kuendelea kukaa huku, bora nikae nyumbani kwangu. Anaambia kwamba lakini kukichukua itakuwaje? Kwa hiyo wanatamani lakini hawajajaribu. Kwa hiyo inakuwa vigumu kusema moja kwa moja kuhusu matamanio yao. Na kuna swala la kutayarisha wazee hivi tunavyoenda kuzeeka, manake siku yako ya mwisho kwenda kazini, umestaafu ghafla umekuwa mzee, huamki kwenda kazini. Inabidi kisaikolojia uanze kutayarishwa kwamba kama nitatoka hapa nitaenda kukaa kwenye yale makazi, kuwe na muendelezo fulani. Sasa labda hiyo umetupa wazo. Hilo wazo la kutayarisha wazee itakuwa labda ni moja ya programu ambazo tuzifanye. Tulikuwa hatujaifikiria, niwe mkweli, kwa sababu sasa hivi kwanza naipongeza sana serikali kwamba sasa hivi kumekuwa na ile kuwatayarisha watu kustaafu. Hicho ndio kitu kimekuwa pia kinakosekana. Yani kwa jambo hili naipongeza sana serikali, kwa sababu imeanza sasa hivi watu wanaanza kutayarishwa kustaafu wakiwa bado mapema. Vijana wanaanza kupewa, sijui ni vijana wale miaka 45, hizi programs zinaanza, kwa sababu watu wanakuwa na woga wa kustaafu kabisa. Na hiyo ndio inawaletea hata wazee kuleta kuwa na kujisikia wapweke, kwa sababu kisaikolojia hakuwa amejitayarisha kustaafu. Kwa hiyo sisi tupata hizi program ndo zinaenda kuwachangamsha, ambazo tunafanya kwamba tunawaleta pamoja, lakini sasa kujikimu kunabaki pale pale. Kwa lazima mzee anatayarishwa kustaafu ili aweze kujikimu na kuendelea na maisha. Sasa hiyo inafanywa vizuri sana sasa hivi, lakini sasa sisi kuanza kutayarisha program zingine kwamba okay, unaweza kuja na kukaa kwenye kituo, hilo tumelichukua kama ushauri mzuri sana. Kwa hiyo sasa hivi mmeshaanza mchakato, lakini mnahitaji kiasi gani ili kituo kianze kufanya kazi? Tulianza kama nilivyosema, tulifanya hiyo utafiti kwa miaka 10. Miaka iliyofuata tukafanya zile taratibu za kuhakikisha kwamba kituo sasa kinaweza kuanza, kuhakikisha kwamba tuna eneo, kuhakikisha kwamba tuna sajili kituo, kuhakikisha kwamba tunatengeneza michoro, kutengeneza kwamba tunatengeneza BOQ, tunapata building permit. Kwa hiyo tulifanya yote na kufanya estimate tunazosema tunahitaji kiasi gani. Tulikamilisha huo mchakato mwaka 2023 na tukabaini kwamba tunahitaji kiasi cha shilingi kukamilisha mpaka kituo kianze mpaka uweke na watu wa kuendesha, tunahitaji bilioni 4.7. Sisi wenyewe, mimi na mdogo wangu ndo waanzilishi, tukawa tumeweka kiasi cha shilingi milioni 500 na tukafanya fundraising ambayo tulifanya mwezi wa Oktoba mwaka 2024. Mgeni wa heshima alikuwa Mheshimiwa Rais mstaafu Mheshimiwa Kikwete. Tunamshukuru sana, tukaweza kupata karibu milioni 660, niseme tu karibu milioni 700. Kwa hiyo hizi zote ndo tumeinvest ambayo imetufikisha
tumefika 24%. Kwa hiyo sasa hivi tuna pengo la bilioni 3.6. Hizi ndio tunazozitafuta, na hizi zitatuwezesha kufanya kila kitu, kwamba tutaweza kukamilisha ujenzi, tutaweza kuajiri watumishi wa kwanza, tutaweza kuweka miundombinu inayofanya, na tutaanza kufanya kazi. Sasa labda swali linakuja, labda utaniuliza, kwa hiyo baada ya hapo inakuwaje? Mnategemea kuendelea kuombaomba? Nitajibu ukiuliza hilo swali, lakini kwa swali hili kwa sasa hivi tuna pengo la hilo 3.6 ambayo ndo tunatafuta ili kituo kianza kufanya kazi. Kwa hiyo katika fundraising tuna matarajio kwamba tunaweza tunamuomba Mungu tunamuomba Mungu na kwa ushawishi wenu nyinyi, tuna imani pia mtawashawishi watu, na mtu anaweza kutoa kiasi chochote, anaweza kutoa kiasi chochote, ingawaje tumetengeneza, tunatamani tuwe na watu ambao tunawaita ni waasisi wadau wa kudumu. Kwa hiyo huyo mdau wa kudumu anatupa hela kiasi kizuri, ambayo Yesu anataka awe sehemu ya taasisi. Kwa hiyo anakuwa kama ni sehemu ya bodi, tutampa taarifa za kila mwaka, ataendelea na yeye kwa sababu ni mtu ana uwezo, ataendelea kutusemea kwa wengine, lakini atatutazama. Kwa hiyo tunataka pia tunachokifanya, wale wanaotoa hela zetu watutazame, waone kwamba hela zao kweli zinafanya yale ambayo yalitarajiwa. Kwa hiyo tuna watu tunawaita, huyo ni founding donor, ni sponsor, tunamuita principal, naye atakuwa hivyo hivyo kwa kiasi kikubwa, lakini kuna wale ambao wanaweza kutoa chochote. Lakini tungependa wengine wawe sehemu ya taasisi yetu, ili kwenye ile governance, ule utawala bora uweze kuonekana. Usitupe tu hela ukatuacha. Wale watakuwa wana represent wote waliotupa hela. Sawa, sasa nakuuliza, kituo kitakuwa kinajiendesha vipi? Tunapokuja sisi wazee pale tunalipa au tunapata ruzuku? Kwa hiyo kwanza, swali ambalo watu wengi wameuliza, sasa nyinyi, hili ni swala la kijamii. Kwa hiyo ndio maana sisi tumeenda kwenye jamii kuomba ushirikiano, kwa sababu sio swala ambalo unaweza ukalifanya wewe kwa hela zako, kwa sababu hautarajii kupata faida. Hatutarajii kutengeneza sisi faida. Chochote tutakachokuwa tunakipata itakuwa ni kwa ajili ya kuendesha kituo. Kwa hiyo kwa wale watakaoishi pale lazima kutakuwa na fee, kwa sababu ili aweze kuishi pale ataishije? Lazima anaweza kuwa ni ndugu zake, watoto wake, amepata sponsor, lakini fee yetu itakuwa ni reasonable ya kuwezesha tu kumwendesha yeye, lakini na wale wengine waliopo. Kwa hiyo ni njia moja ambayo tutapata pesa. Kwa hiyo lazima watatoa hela kiasi, lakini nimetaja hizi program tutakuwa tunaziandaa pia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo kwenye hizo taasisi mbalimbali, ile hela tutakayo tunapata kwenye hizi program na itakwenda kuendesha kituo. Lakini nimeongelea kwamba tutakuwa tunatoa mafunzo. Wale watakao kuja kufundishwa lazima na wenyewe watatoa fee. Kwa hiyo kile wanachokipata na chenyewe kitaingia kwenye kuendesha kituo. Nimeongelea swala la kituo cha afya. Kituo cha afya tutakiendesha kulingana na taratibu za serikali, lakini na penyewe pia kutakuwa na nini? Na income fulani inayokuwa generated. Wale wa physiotherapy income inakuwa generated, lakini kama nilivyosema, tunataka tupunguze pia gharama. Kwa hiyo activities za ukulima, za mifugo, hii yote inaenda kuwalisha wazee wetu, lakini kama itakuwa ni nyingi zaidi itauzwa pia tutapata. Kwa hiyo baada ya hii, Mungu akitujalia tukaweza kuvuka hapa, tukamaliza kuweka hii miundombinu, hatutarajii tena kwenda kwa kuombaomba, lakini tutafanya na ushirikiano na international organizations ambao pia watatusaidia. Kama watatusaidia, watakuwa partners wetu. Tutaendelea kushirikiana na private sector, wale watakuwa wanaona wanaweza kusaidia hiki na kile, na wenyewe watasaidia. Kwa hiyo tunayo sustainability plan ambayo tumeiandaa. Hebu nichore picha ya mzee anapoishi kwenye hicho kituo. Analala wapi? Anakuwa anakula wapi? Na asubuhi akiamka anaenda kufanya nini? Yani jinsi ambavyo umefikiria. Asante. Mzee, tuna aina mbili ya makazi ambayo tumeyatengeneza. Swali zuri sana, ili watu wataelewa na watavutiwa na imani. Kwa hiyo kuna makazi ambayo tunaita VVIP, kwa maana sio kwa maana ya kutaka kutenga watu, ni kwa maana ya mtu, kuna watu wa aina nyingine wanapenda kukaa tofauti. Kwa ile itakuwa ni nyumba inajitegemea, ina vyumba viwili, ina sebure, ina mahali tu mtu anaweza akachemsha chai. Nini maana ya kuwa na vyumba viwili? Kwamba mwingine mzee anaweza kusema mimi nataka kuwa na caregiver wangu dedicated kwangu mimi tu.
Kwa hiyo huyo Atakaa naye. atakaa naye, ametoka naye nyumbani, sawa, tutamfundisha na tutamwangalia. Hata kama umekuja na caretaker wako, sisi lazima tuhakikishe yale tunayoyataka, akili, afya, saikolojia yote yako vizuri. Au anaweza kusema mimi nipeni dedicated care wangu. Kwa hiyo yule sasa pale, na unaona hata kwenye malipo tutabidi tunaongea naye, unataka dedicated care teka. Kwa hiyo gharama itakuwa hii, ingawapo gharama ya jumla. Kwa hiyo ni moja, lakini aina ya pili ya makazi ni nyumba moja ambayo inakuwa na unit 10. Kwa hiyo ile unit 10, kwa hiyo kila unit ina chumba na sebule. Kwa hiyo naye anaishi vizuri. Lazima akitoka chumbani atakaa pale, kama anataka kuangalia TV yake ataangalia. Huyu yani inakuwa kama yuko nyumbani tu. Kwa ana TV yake, ana vitu vyake kule, hiyo ana kifriji chake, ana nini, anaishi vile. Huyu wenye unit 10 naye atakuwa na chumba, lakini kunakuwa na nursing station kwenye kila nyumba. Kwa hiyo hapo ndo wale walioko pale ndio caretaker watakuwa wanaangalia watu 10, wanaoangalia wanaokaa kwenye hizi nyumba, lakini na wenyewe wanapata kila kitu. Kwa hiyo kuna dining, kuna jiko kubwa, watapikiwa chakula, kuna sehemu ya kula. Kwa hiyo watakwenda wale pamoja, tunapenda wale pamoja. Lakini kama kuna mzee anasema mimi natamani zaidi nile huku, tutamfanyia hiyo facilitation ya kupelekewa chakula, lakini madhumuni ndio ile kwamba wakae pamoja, wale pamoja, waongee, wafurahi. Kwa sababu wale wazee sio kwamba watakuwa ni wazee hawana nguvu. Umeuliza swali. Sisi tunatarajia kwamba sio wazee hawana nguvu, wana nguvu, ila tu wana uhitaji ambao ni wa kitofauti kidogo, nguvu zimeshapungua, sio nguvu vile. Kwa hiyo picha atatoka pale asubuhi, ataamka, atatembea, ataenda kule kwenye activities, ataangalia anachotaka kufanya. Mwenye kutaka kwenda library atakwenda, atasoma. Sasa baada tukishatengeneza zile recreation ambazo ndo ni hatujaanza, ni awamu ya pili, anaipenda mzee mwingine anajua kuogelea, ataenda ataogelea. Mzee mwingine anajua kucheza mpira, atakwenda atacheza. Mzee mwingine anajua kucheza table tennis, atakwenda atacheza. Kwa hiyo namna hiyo. Kwa hiyo ndo picha ya mzee atakavyokuwa nakaa pale. Kwani maisha sio kwamba wanafikiria kama umeenda kama gerezani. Hapana, sio kwamba maisha yameisha, sio kwamba umetupwa, sio kwamba umetengwa. Umeenda kufurahi zaidi kuliko kukaa ambako huna cha kufanya. Sawa sawa. Basi mimi umeenda kumalizia maisha yako vizuri kabisa, na mimi mwenyewe nitaenda kukaa pale. Sawa. Na hili wewe umekuja na wazo hili, na kama nilivyosema na mdogo wako ni jambo geni, lakini na hamwezi kuchukua wazee wa Tanzania nzima. Kweli. Unajua. Kwa hiyo pia watu wengine wanaweza na wakaliangalia wazo kama hili ili kuwa na vituo vingi zaidi Tanzania. Asante. Na hiyo ndo tumesema moja ya madhumuni yetu, tunasema ni kutengeneza model ambayo itakuwa replicated, kwa sababu hatuwezi. Kwa hiyo matamanio yetu ni kwamba hiki kitu kifanikiwe. Kikishafanikiwa wengine nao wakichukue, wafanye pale. Wapo wani wanafanya jambo hili zuri la kuwatunza wazee, lakini focus imekuwa ni ndogo. Wanaangalia tu ile kwenda kuwaweka wazee pale, na ndio unasema kwamba saa nyingine wanawekwa, lakini ndio hivyo. Sisi tunaangalia picha kubwa ya ustawi wa mzee kwa upana, kiakili, kiakili mimi na maarifa ni yatumie, kwa hiyo kimwili na kadhalika kama nilivyosema. Kwa hiyo na tunategemea sio Dar es Salaam tu, iwe replicated sehemu zingine mbalimbali. Na matarajio yetu, hii ni vision ya muda mrefu. Si mimi ni mtu mzima sasa, lakini wapo vijana wengine ambao tunafanya nao kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani kwamba kama itafanikiwa hapa, twende na tukafanye Arusha, twende tukafanye Zanzibar, utamaduni mpya. Lakini tunadhani inawezekana twende tukafanye Dodoma na Mwanza, lakini hiyo sasa ni vision ya muda mrefu. Tuone kwamba hapa tumeshafanikiwa kwanza, na tuweze sasa kuwa tukifanikiwa, kwa sababu tena tusiende kuombaomba, tutafute watu ambao watakuwa wameelewa, wataweza kusaidia kwenda kwenye haya maeneo mengine. Na huwezi ukashangaa, unaweza kukuta ikaenda hata nje ya Tanzania. Ndio. Inaweza kwenda hata nje ya Tanzania. Ni kutegemea tu, inshallah Mungu atusaidie lifanikiwe, watu waelewe hii mwanzo mgumu, watuunge mkono, tupite hapa, alafu tusonge mbele. Sawa, mimi nawatakieni kila laheri, na kila laheri kwenye kuchangisha hizi fedha. Na kituo hata kinafunguliwa, tutaomba sana mtualike, tuje tuwaonyeshe watu mazingira yale, ili wasiwe na sita kuja. Tutawakaribisha hata kabla ya kituo kimefunguliwa, ili mje muone hatua tuliofikia. Kwa sababu hapa unaweza kusema 20%, mtu anasema 20% ni nini? Kwa sababu tumeshajenga nyumba
kama kubwa hiyo moja. Tumeshajenga nyumba hizi nyingine 5 ambazo tumefikia hatua ya kufanya finishing. Tumeshajenga administration block, tumeshajenga hospitali, tumeanza, tumeshajenga nyumba za wafanyakazi, kwa sababu tunataka wafanyakazi pale wakae masaa 24. Wengine watakaa nje, wengine watakaa pale ili huduma iwepo. Kwa hiyo tutawakaribisha hata hapa tulipofikia, lakini na mimi niwaombe mkatusemee sasa. Ndiyo. Ili watu waweze kulielewa hili jambo jipya kama unavyoliita. Ni gumu watu kuelewa, lakini mimi na imani wataelewa. Kwa hiyo Jumatatu tuna hiyo fundraising. Tunamshukuru sana sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuunga mkono, kwa sababu unaona wazi kwamba kama hili jambo halina tija, serikali haiwezi kufanya kazi na sisi. Lakini tu uwepo wa Waziri Mkuu inaonyesha kwamba wanaamini kwamba tunachangia katika ile utekelezaji wa sera ya wazee. Kwa hiyo tunaishukuru serikali na tunaiahidi serikali kwamba tutafanya hiki kitu kwa uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu katika kutunza wazee na kutunza vijana, kuwaleta pamoja, yako mambo mengi. Kwa hiyo sisi tunaelewa na ndio nia yetu ya kuhakikisha kwamba Utanzania wetu unabaki Utanzania wetu kabisa, kwa sababu watu wafanye nini kwanza, kuna siku moja utazeeka, tuombe. Nashukuru sana Dkt. Tatu. Asante. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.